نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قرآني Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa risala na miongoni mwa mambo mazito aliyoweka ndani yake ni ahsanul qasas, visa vilivyo vizuri vibora kuliko visa vyote. Na miongoni mwa ahsanul qasas, miongoni mwa visa vizuri vilivyomo ndani ya Qur'an ni qissatu ashabi al-kahf, qissa cha watu wa pango. Visa ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amevitaja ni vingi, na visa vyote vinakutana katika risala moja, vinakutana katika malengo na maudhui na madhumuni moja, nayo ni al-ibra al-mustafada min al-qasas, ni ile ibra inayopatikana katika visa hivi. Lengo hili Allah subhanahu wa ta'ala amelibainisha sehemu mbalimbali ndani ya Qur'ani, ikiwemo mwisho wa suratu Yusuf, ambapo kilikuwa ni kisa kizuri kabisa alimueleza na kumsimulia na kumhadithia mtume wake sallallahu alayhi wasallama kwa kumwambia nahnu naqussu alayka ahsana alqasas. Mwisho wa sura akamwambia laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ndani ya visa hivi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala huvitaja ndani ya Qur'ani muna ibra na mazingatio ndani yake kwa wale walio na akili na fahamu. Kwa hivyo lengo la msingi la visa ndani ya Qur'an si kusimuliwa tu na watu kusikia habari na visa vya watu wa kale waliopita na kupumbazwa. Kalla, laysa hadha huwa alhadaf. Hadaf alqasas fi alquran akhdhu alibra au akhdhu alibar wadurus min hadhihi alqasas, ni kule kuchukua ile ibra na yale mafunzo yanayopatikana katika visa hivi. Moja kwa moja tukiingia katika kisa ambacho ni maudhui ya khutba ya leo, kisa cha ashabul kahf. Kwa ufupi kabisa, wale ambao pengine hawana habari kuhusu kisa hichi au ashabul kahf ni kina nani, wameitwa watu wa pango kwa sababu ni watu ambao waliingia katika pango kukatokea mambo ya ajabu yasiyo ya kawaida. Watu wenyewe ni vijana kadhaa ambao waliishi na kukulia katika bia, katika mazingira yaliyokuwa ya kikafiri na ushirikina. Vijana hawa katika kuishi katika sehemu ile au mazingira yale na katika kupima yale ambayo yalikuwa yakifanyika katika mji wao pamoja na watu wao, wakazingatia kwamba haya ni mambo ya batil, haya ni mambo yasiyokuwa ya sawa. Kwa hivyo wakaamua kujitenga kando. Lakini kabla ya hapo, kwanza walijaribu kuzungumza na watu wao, kuwaambia na kuwaelezea kwamba mambo haya myafanyavyo sivyo, haya ni mambo ya makosa, haya mambo ya munkar, huu ni ushirikina mnafanya, kuabudu masanamu na kuchinja kwa ajili ya masanamu na kusujudia sanamu na mambo mengine kama haya. Walipoona kwamba maneno yao yamepiga ukuta, hakuna aliye tayari kusikia wasia na mawaidha ya vijana hawa, wakaonekana kuwa ni vijana wadogo na wale wanaofanya mambo haya ni wazee na kina baba. Kwa hivyo vijana wakaona kwamba hawana nguvu, na pale walipofika ndio mwisho, hakuna lingine wanaweza kulifanya katika mikono yao. Wakaondoka. Katika kuondoka wakajitenga kando, wakaona kuna pango pahala, wakakutana. Kabla ya kwenda kwenye pango, kila mmoja hamjui mwenziwe. Baadaye wakajuana, wakaja kukutana kwa ajili ya tauhid, wakakutana kwa ajili ya aqida ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Hili lengo lilipokusanya hawa vijana, wakaamua kuingia katika pango ili wajifiche, wasionekane
na power iliyoko pale wakati ule isije ikawadhuru, isije ikawaletea balaa au wakaangamizwa. Kuingia katika pango ndipo akatokea mambo ya ajabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhadithia ndani ya Qur'ani, akatuambia inna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Hawa watu wa Kahf, yale ambayo yaliwatokea yalikuwa ni mambo ambayo yanathibitisha alama na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yuko, yanathibitisha hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale anayotaka kuyapitisha miongoni mwa amri zake na qadhaa zake juu ya waja wake, anajua namna gani atayapitisha kwa hikma zake Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wakaishi humo ndani ya pango 300 am, miaka 300, ikaongezeka na miaka mingine 9 juu yake, jumla ya miaka ni 309. Wamelala. Allah subhanahu wa ta'ala daraba alaihim an-nawm, akawaletea usingizi wakawa wamelala. Usingizi wenyewe wamelala kwa njia ya ajabu, kwa namna ambayo sio ya kawaida mtu kulala. Mtu akilala huwa anafunga macho. Vijana hawa wako ndani ya pango wakiwa wamelala, lakini macho yao yamekoboka kabisa, kama yanang'ara kama vile taa inavyong'ara. Law ittala'ta alaihim, law tawaona. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa ndani ya Qur'an, hapana shaka utatishika ile mandhar na sura yao. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika miujiza yake na mambo yake ya ajabu aliwafanyia vijana hawa, akawa anawageuza ili lilijiwe yale mawe yaliyoko chini na ardhi isije ikala miili yao ikaharibika. Najua nalo Allah subhanahu wa ta'ala akalicontrol, likawa linaingia miale yake jua lile kwa kadiri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitaka, ili kadhalika wasije wakadhurika. Watara shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhata al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhata al-shimal wa hum fi fajwatin minhu. Dhalika min ayati Allah. Yote hii ni alama na miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada kufahamu kisa hichi ayuha alikhwa, kwa ufupi tuingie katika ibar na mazingatio ambayo ndio lengo la msingi la Allah subhanahu wa ta'ala kutuhadithia visa ndani ya Qur'an. Sio masimulizi ya kusoma na kujua ili tupate kuelimika tu, bali tuelimike, lakini la msingi zaidi ni kufahamu yale mafunzo yaliyomo ndani ya kila kisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ndani ya Qur'an. Somo la kwanza linalotokana na kisa cha ashabul kahf. Kwanza tufahamu kwamba hawa ni vijana. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu au amewaita kwa jina la fitya, vijana wadogo ambao amesema ndani ya lafzi ya Qur'an, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Hawa walikuwa ni vijana wadogo waliomwamini Mola wao. Wamemwamini Mola wao vijana katika mji ambao ulikuwa ni mji wa ukafiri na ushirikina. Wazee na kina baba na watu wazima wote katika mji ule walikuwa ni kufar na mushrikina. Vijana wadogo ndio walioamini. Tufahamu lugha hii vizuri ya Qur'an. Sasa somo la kwanza linatokana na kisa hichi ayu alikhwa alkiram, ni kuwa anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni sababu ya Allah jalla jalaluhu kumuonesha hidayah. Hii ndio equation mbele ya Allah azza wa jalla. Hadhihi hiya almuadala alqaima amama rabbina tabaraka wa ta'ala. Hii ndio equation, ndio formula iliyoko mbele ya Allah inayofanya kazi, kwamba hidayah lazima iwe ina chanzo, na chanzo cha uongofu ni kuamini. Ushahidi wake ndani ya kisa hichi, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ni vijana ambao wamemwamini Mola wao. Allah subhanahu wa ta'ala zawadi ya kuamini kwao, kumwamini Mola wao, anasema tukawaongezea hidayah, tukawapa hidayah. Yani sasa hiyo inakuwa ni iman juu ya iman, na zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawapa hidayah na kuwaongoza njia ya sawa ni ipi. Kwa hivyo hii ni kaida ya Qur'an, hii ni kaida ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni nidham ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka
juu ya mwanadamu katika maisha yake, kwamba ukitaka uongofu fala budda awalan an tu'mina billah, kwanza muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Imani ya kikweli kweli iingie katika moyo, isimame imara katika moyo, inakuwa ni sababu Allah subhanahu wa ta'ala kukufungulia mlango wa uongofu, ukaiona hidayah iko wapi. Ushahidi wa kaida hii ndani ya Qur'ani Allah ameikariri zaidi ya mara moja, wala sio katika kisa hichi peke yake. Kuna aya ambayo au kuna kaida au kaida hii imekuja ndani ya Qur'ani kwa maneno machache kabisa ndani ya Qur'ani. Rabbuna tabaraka wa taala anatuambia waman yu'min billahi yahdi qalba, anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala Allah huongoa moyo wake. Ushahidi mwingine ndani ya Qur'ani kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale walioamini halafu imani yao haikuchanganyika na dhulma. Dhulma inayokusudiwa katika aya hii kama alivyofasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shirki. Kwa hivyo wale walioamini kikweli kweli imani yao haikuchanganyika na shirki ya aina yoyote, hao ndio ambao watakwenda kukuta amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala يوم الحساب, wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio walioongoka. Kwa hivyo funzo la kwanza ayu alikhwa, ibra ya kwanza inayotokana na kisa hichi ni kuwa uongofu, hidayah inatokana na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana hawa wakaiona hidayah na Allah akawapa tawfik ya uongofu baada ya kuwa wamesimama na iman, walipoamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah wala yanbaghi an tusraf al-ibada li ghayri, na ibada haifai kupelekwa kwa mwingine yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili, somo la pili linatokana na kisa cha vijana wa pangoni. Anna man amana billah wahtada bihadihi rabata Allahu ala qalbi. Hii ni faida ya pili, kwamba anayemwamini Allah subhanahu kisha akapata na uongofu baada ya imani, basi matokeo yake na zawadi nyingine ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala humfunga moyo wake. Maana ya ar-rabt ala al-qalb, maana ya kufungwa kwa moyo, maana yake ni moyo unapewa yaqeen, moyo unapewa thabat. Sasa hata ukafanya kitu gani ule moyo hauwezi kutingishika. Na marhala hii ndio marhala ambayo kila muislamu atakiwa aifikia, inaitwa marhalatul yaqeen, marhala ya yaqeen, marhala ya kuwa moyo umekita kisawasawa katika iman, umekita kisawasawa katika uongofu. Baada ya mambo haya mawili yamekuwa kwa yashakutana, imekuja iman yakakutana na uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala, sasa wewe fanya utakalofanya juu ya moyo huu, hauwezi kutingishika tena. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim, na tukaweka katika mioyo yao ithbat, tukaweka thabat katika mioyo yao, ikawa mioyo yao imefungwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa, iko katika protection na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kukaja vishawishi vya aina gani, moyo huu hautingishiki. Sio ile mioyo ambayo inakuja waves, yani inakuja upepo wa upotofu, moyo unaelekea upande mwingine. Kuna kuja upepo mwingine wa shahawat, moyo unaelekea upande mwingine. Kuna kuja vishawishi vya kila aina na moyo nao unakwenda right na zigzag na left kulingana na yale mawimbi ya tashwish yale yanavyokuja, kwa sababu ya kwamba moyo bado haujasimama katika thabat na katika yaqini. Hii zawadi Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha ndani ya Qur'ani kwamba ni kaida, wala sio kwa vijana hawa peke yao, kwa kila ambaye amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka na hidayah, ikaja na hidayah pamoja na iman, basi ule moyo unasimama imara na Allah subhanahu wa ta'ala anaufunga ule moyo, unakuwa katika yaqeen. Hakuna tena kuwa na shaka juu ya ahadi ya Allah, wala hakuna tena kuwa na shaka juu ya pengine hii imani labda iko ni ya kweli au si ya kweli, au tunaelekea
katika manhaj ambayo ni sawa au sio sawa. Hakuna mambo kama haya. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano ni watoe kidogo katika kisa cha ashabul kahf ili niwape mfano wa arabtu ala alqalb. Ni mamake Musa. Sawirisha picha hii ambayo mama amemzaa mtoto wakati ambao watoto wa kiume wakizaliwa wanauawa. Hakuna amani, hakuna usalama. Katika wakati huo baada ya kumzaa mamake Musa anapokea amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaambiwa mchukue mtoto wako umtie ndani ya sanduku mtupe ndani ya bahari. Kaa kwa makini ufikiria maneno haya. Katika mazingira kama haya ambaye kuna jabbar anayefanya dhulma min absha'i anwa'i dhulm, katika dhulma za aina mbovu kabisa za aina ya juu, dhulma ambayo ni toevu kabisa ya kuwatweza watu na kuwadhulumu. Firaun pamoja na watu wake pamoja na jeshi lake wanaposikia kwamba kuna mtoto yoyote amezaliwa au analia, wanaingia ndani ya nyumba kuangalia kama ni mtoto wa kiume, fayaktuluhu wa yadhbahuna, wanamua mbele ya wazazi wake na mamake. Katika mazingira haya na mandhari hii ndipo alipozaliwa Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa asbaha fuadu ummi Musa farighan, ukawa moyo wa mamake Musa ni moyo ambao blank, empty, hauna kitu. Maana yake fikra zilizoko katika moyo wa mamake Musa ni kumfikiria mwanawe Musa peke yake, hana mawazo mengine. Ndio maana ya farighan, moyo wake haufikirii kitu kingine chochote isipokuwa mtoto wake Musa huyu aliyemzaa alayhi salam. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin, ilikuwa imekaribia kwamba mamake Musa ilikuwa kidogo tu, kwa sababu ya ile hofu aliyokuwa nayo na ile ule wasiwasi aliyokuwa nayo juu ya mwanawe, ilikaribia kidogo aitoe ile siri kwamba amemchukua mtoto akamweka ndani ya sanduku akamtia ndani ya bahari. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia laula an rabatna ala qalbiha, law kama hatukufunga moyo wake tukampa rabat ala alqalb, ay arabtu ala alqalb farabata Allahu ala qalbiha, moyo ukasimama juu ya yaqeen. Imetoka wapi? Litakuna minal mu'minina, ili awe miongoni mwa watu walioamini. Waislamu waliposimama na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya kwanza ambavyo vilipambanua baina ya haki na batil, vita vya Badr. Mnajua vita vya Badr lipajeniwa mwezi wa Ramadhan tarehe 17. Mambo yalikuwa ni mazito, waislamu wamefunga, jua ni kali. Pamoja na mambo yote mazito haya yaliyokuwa, kukaja na ushawishi wa shetani. Shetani akaja akawashawishi wale waislamu na kujaribu kuwadanganya na kujaribu kuondoa zile imani zao ili ziteteleke. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aligundua vitimbi vya shetani na akajua waislamu hapa wamesimama imara na imani yao ili wapambanue baina ya haki na batil. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia baada ya kuteremsha mvua akasema waliyarbita ala qulubikum waliyuthabbita bihi alaqdam. Hii ni kuhusu ile mvua ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha. idh yughashikum an-nu'asa amanatan min wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytan waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi alaqdam. Mvua kateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa kazi ya mvua ni apate kuwatahirisha waislamu. Maana shetani alikuja akawaambia, nyinyi baadhi yenu mmemka na janaba na hamuna hata maji ya kwenda kuogea, halafu mnapigana vita. Ni vita gani hivi vya jihad mnapigana mkiwa na janaba? Shetani akaanza kuwashawishi. Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia mvua, waislamu wakatahirishwa na mvua, wakapewa tahara na mvua. Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia mvua ikawa ni sababu ya kuwa na rabt ala qulubil mu'minin, wakasimama imara. Allah akawaandikia ushindi. Somo la tatu linatokana na kisa cha ashabul kahf, vijana wa pangoni. Anna al-insan al-aqil, ya kwamba mwanadamu aliye na akili huwa man ittaba al-haqqa bid-dalil, ni yule anayefuata haki kwa dalili. Wala yataassabu biqawli al-aba, wala hafanyi taassub,
hashikamani na kauli za wazee na kina baba in lam yaqum ma'a dalil, ikiwa kauli hiyo haina dalili. Somo hili, kisa hichi kinatufundisha ya kwamba muislamu aliye na akili ni yule anayesimama na haki inayosimama juu ya dalili, anasimama juu ya kauli inayokwenda juu ya dalili, na dalili ni qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala fahmin alladhi fahimahu ashabul qurun alula, kwa ufahamu waliofahamu watu wa kale wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ashabatul kiram wa tabi'in. Sio fahamu zetu sisi, ni fahamu as-salaf salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Somo hili limetoka wapi katika kisa hiki? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, haulai, vijana wanasema baada ya kuwa wameona ile yale mambo ambayo wazee wameyafanya na kina baba wanayafanya, na wao washaona haki na iman. Sasa wanasema haulai qaumuna, hawa ni watu wetu, ittakhadhu min dunillahi alaha, hawa watu wetu wamemchukua mwingine asiyekuwa Allah kuwa ndiye Mungu. Sasa sikiza maneno ya vijana wanasemaje. Wanasema laula yatuna alayhi bisultanin bayyin, lau kama maneno yao hayo ni ya kweli, kama msimamo wao huo ni msimamo wa kweli, basi mbona hawaleti dalili iliyo ya wazi inayothibitisha kwamba miungu hawa ni miungu wa sawa, hawa ni miungu wa kikweli, wanafaa kuabudiwa. Sasa walete dalili na sisi tuione hii dalili kwamba ni ya kweli, ndio tuifuate. Laula yatuna alayhi bisultanin bayyin, mbona hawaleti dalili ya ukweli, dalili ya wazi ya kuthibitisha maneno haya? Kwa na maana ya kwamba kauli au msimamo wa aina yoyote ni lazima uwe ni msimamo uliosimama juu ya dalili. Na vijana hawa wadogo, pamoja na udogo wao wa kiumri, lakini hawakuwa wadogo wa akili, hawakuwa wadogo wa fahamu, bali ni kinyume chake, ni wadogo wa umri, fahamu zao ni kubwa. Wale waliokuwa wakubwa wa umri ndio akili zao zilikuwa ni ndogo, wakawa wanaabudu miungu min ghairi dalilin wala burhan, hakuna burhan wala hakuna sultan wala dalil inayothibitisha kwamba aliha, miungu, wanafaa kuabudiwa min dunillah. Awe atakayekuwa yule kiungu aliha ni kul ma ubida min dunillah, ni kila kinachoabudu kando na Allah subhanahu wa ta'ala, si sanamu peke yake. Laweza kuwa ni kaburi, laweza kuwa ni jiwe, laweza kuwa ni shetani, chaweza kuwa ni kitu chochote. Ubida min dunillah, huyo ni ilah, wengi ni aliha. Sasa tuleteni dalili. Vijana wanaomba dalili, na pindi walipoona kwamba hamna dalili, wakasimama katika kauli ya haki, wakasimama katika kauli ya haki, wakasema tutamwabudu ambaye fatira samawati wal ardh, peke yake, yule aliyeumba mbingu na ardhi, na ndiye aliyetuumba sisi, na ndiye aliyewaumba hawa ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya waliyasema kwa adabu, waliyasema kwa hoja, waliyasimamisha maneno haya kielimu. Haulai qaumuna, watu wetu. Hawakuwatukana, hawakuwakashifu, hapana, ni watu wetu. Qaumuna pamoja na nuni ya idhafa kwamba ni wetu. Lakini itakhadhu min dunillahi aliha, itakhadhu min dunihi aliha laula yatuna alayhi bisultanin bayyin. Hili ni somo muhimu ayu alikhwa, hasa wakati ambapo kunaenea fikra ya taassub biqauli alaba. Inapofika wakati ya kwamba watu wanashikana na kauli walizosema wazee, watu wanashikana na misimamo waliokuwa nayo wazee, misimamo waliokuwa nao kina baba, halafu wale wanaofanya misimamo ile wakiulizwa mna dalili gani ya kufanya haya, waseme inna wajadna abaana, sisi tumewakuta wazee wetu wakiyafanya mambo haya, na itabidi sisi tuendelee vile vile walivyokuwa wakifanya wazee. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha ndani ya Qur'ani kwamba msimamo huu ni msimamo wa upotofu. Msimamo wa sawa ni kwa ndani ya dini ya Allah subhanahu wa jalla,
ndani ya msimamo wa Allah subhanahu wa ta'ala hamna kauli ya wazee wala hakuna kauli ya kina baba wala hakuna kauli ya haya ndio tuliokuta watu wetu wakifanya. Iliyoko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wapi dalili kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala amesemaje na mtume sallallahu alayhi wasallama amesemaje. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi alwahid alahad alfard samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. tukiendelea kuchambua zile durus na ibar za kisa hichi ambacho ni kisa adhima, kisa ambacho ni kizito Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka ndani ya Qur'ani kwa ajili ya ibra na kwa ajili ya mafundisho. Tunakuta kwamba kuna funzo lingine ambalo wanazuoni wanatuambia anna man istabana lahu alhaq, yule ambaye haki imedhihiri mbele yake, wajaba alayhi an yasda'a bihi wa an yudhhira, anawajibika baada ya kuwa ameiona ile haki imesimama mbele yake, basi huna budi ile haki uiseme na uitangaze, usiifiche. Huu ndio msimamo wa Muislamu. Nyuma tumeona kwamba haki inasimama kwa dalili. Msimamo wa aina yoyote unasimama kwa dalili. Dalili qala Allah qala Rasulullah na qawaid za kisheria. Kuna kaida za kisheria za kielimu zinajulikana kwa wasomi, zikiwemo kina qiyas, zikiwemo al-masalih al-mursala, zikiwemo al-istishab, zikiwemo nyingine nyingi ambazo wanazoona wanastambua kwamba ni dalili miongoni mwa kawaida sharia. Unapokuja kusimama kuleta maneno mengine mapya, basi unaambiwa hebu tuchukue maneno yako haya tuweke katika mizani za dalili, ikiwa haimo unaregeshwa nawe mwenyewe, wala usikasirike. Sasa somo ambalo linakuja mbele ni kwa yule ambaye haki imedhihiri mbele yake, huna nafasi ya kuificha, inabidi lazima uiseme na uitangaze. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kuhusu hawa vijana, ithqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Hawa vijana walipoiona haki iko wazi mbele yao walisimama, ithqamu, walisimama. Allah azza wa jalla akitumia lafzi hii na lugha hii akituambia kwamba wamesimama, si maana yake kwamba walikuwa wamekaa. Maana ya kwamba wamesimama ni kuwa walisimama imara. Faqalu, wakatangaza wazi wazi kuambia watu na kuwajulisha watu na kuwaelimisha watu ya kwamba rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata. Haya ndio matangazo. Kwa hivyo walisimama imara, wakatangaza, wakawaambia watu ambao maneno haya wanajua hakika hawayataki. Maneno haya sio maneno wanayotaraji kuyasikia. Katika bia mushrika, katika mazingira ya ushirikina, mtu analalia sanamu, anaamkia sanamu asubuhi, anasujudia sanamu, anacheka kwa ajili ya sanamu, analia kwa ajili ya sanamu. Mtu huyo unamwambia rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata. Walisimama. Kwa hivyo hii ndio kaida ya Muslim, hii ndio kaida ya Muislamu. Baada ya kuwa ushaiona haki imesimama na dalili, sasa inakuwa ni wajibu wako wewe Muislamu ambaye haki hii imebainika mbele yako, usimame uiseme na utangaze. Maana usipotangaza na usipoisema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa mas'ul, utakwenda kuulizwa. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna wala mutaificha. Kwa hivyo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima ibainishwe, ukweli lazima ubainishwe, usemwe. Aqida iliyo ya sawa lazima isifahamishwe kwamba hii ndio aqida ya sawa. Tauhid lazima ifahamishwe kwamba hii ndio tauhid.
ijulikane tauhid ndio hii na ushirikina ndio huu, haki ndio hii na batil ndio hii, watu wajulishwe, waambiwe. Sasa baada ya hapo, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Na hii man shaa sio ya khiari. Allah subhanahu wa ta'ala kutuambia maneno suratul kahf, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, hii sio takhyir. Soma vitabu vya tafsiri sawa sawa tuelewe kwamba hii sio mashia ya takhyir, kwamba unapewa khiari, ukitaka amini na usipotaka usiamini. La, hii ni tarhib, hii ni takhwif, kwamba utake usitake amini, na kwamba hutoamini basi mbele kuna jazaa ambayo inakungoja. Ushahidi wake, maliza aya, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kuna khiari hapa? Hamna khiari. Kwa hivyo haki bainisha, hidayah inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kazi yako wewe. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Lakini tatizo linakuwa pale muislamu anapokuwa amejua haki akaificha, akaizuia, akaibana ile haki, au akaogopa kuisema kwa ajili ya khauf min fulan au khauf min kadha au li ajli maslahatin kadha au li ajli malama, au kwa ajili ya kuogopa lawama, au kwa ajili ya kuogopa maslahi fulani ambayo yameambatana na yale ambayo yeye ataka kuyasema. Sasa kabla hajabainisha ile haki, anaangalia, je, hii haki nikisema itagongana na maslahi ambayo mimi ninayo? Pengine ni mshahara, pengine ni cheo, pengine ni mansib, cheo au manzila, pengine ni amri kadhaa au amri kadhaa au lawama. Lakini msimamo wa Muislamu, la yakhafuna fillahi lawmata laim, wanaogopa lawama. Ndio msimamo ambao wamesimama nao vijana hawa, na ni vijana wachache mbele ya umma kamili, kaum nzima. Wakatangaziwa, wakaambiwa, baada ya kusimama imara, wakaambiwa ithqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Somo lingine kumalizia, ayu alikhwa, maneno haya ni kuwa baada ya kuwa umefanya yale yote ulioweza kufanya, yule ambaye hayuko katika msimamo wa sawa ukambainishia kwa dalili na kwa maneno mazuri, ukamuonesha haki iko wapi, ukamuonesha kwamba msimamo wa sawa ndio huu, batil ndio hii, sunna ndio hii, uzushi ndio huu. Haya unayoyafanya ni mambo ambayo hayamo katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezi wala hatuna authority wala hatuna ruhusa sisi waislamu kuzua ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifundisha. Hii ni kaida. Azungumze atakayezungumza, alete hoja atakayeleta hoja, lakini maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifundisha, wewe huna pala pa kwenda. Unarudi pale pale katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad wa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Angalia wewe utakwenda wapi, lakini msimamo ndio huo. Sasa baada ya kuona kwamba maneno ndio haya yamebainishwa, yamesemwa, sunna ndio hii, uzushi ndio huu, haki ndio hii, batil ndio hii, ndio hii hapa, aqida ndio hii ya sawa, ushirikina ni huu. Lakini unamkuta mtu baada ya kuambia, mimi nina msimamo wa wazee, mimi nafuata ma wajadna alayhi abaana, inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun wa inna ala atharihim muqtadun. Sisi tumekuta wazee wetu na baba zetu na watu wetu wakiyafanya haya, na sisi tufuata athari zao, na wamekufa, na wanasema tunayafuata yote anayosema huyu aliyekufa hapa kaburini, hatuwezi kumkhalifu. Nani aliyeko kaburini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalla, ni mwanadamu ambaye atakayekwenda kuhesabiwa siku ya kiyama kama utakavyohesabiwa wewe. Kama ambavyo wewe hujui kitabu chako utapewa kwa mkono wa kulia au kwa kushoto, na yeye yule kadhalika ambaye uliyemfanya kama ahbar, uliyemfanya kama ruhban alladhina yu'baduna min dunillah, ukasema kauli yake huwezi kuikhalifu, yeye mwenyewe hajui kitabu, hatapewa kwa mkono wa kulia au kwa mkono wa kushoto. Hajui, yeye mwenyewe hajui. Sasa baada ya kuona kwamba msimamo ndio huo, funzo la mwisho kumalizia, ayu alikhwa, kisa hichi kinatufundisha
kupitia kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba mtu aina hiyo, mtu sampuli hiyo ambaye ameamua kusimama na msimamo wake. Wewe ushayafanya yote ambayo unawajibika kuyafanya, sasa mwisho unaambiwa basi hapana budi itabidi umgure. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kuhusu hawa vijana, wa idh i'tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Kwa hivyo baada ya kuona kwamba sasa mambo yameshindikana, hapa nimefika mwisho, haki tumeisema, tumeibainisha, tumeomba dalili hatukupewa, sasa mwisho watu wanaambiwa sasa nyinyi basi endeleeni na msimamo wenu na sisi tunaendelea na msimamo wetu. Hii ndio manhaji ya Muislamu. Na kama huwezi kumgura kwa sababu ya kwamba pengine uko naye, pengine unaishi naye, pengine huna budi naye, pengine ni mtu ambaye ni wako, basi angalau mgure kimawazo, angalau mgure kiakili. Hiyo pia kadhalika ni i'tizal, na hii ni kaida ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni mafundisho, ni manhaji ya Allah azza wa jalla ndani ya Qur'ani. Wala hawakuanza vijana hawa peke yao, haya maneno yalitoka nyuma tangu enzi za Ibrahim alayhi salam. Ibrahim baada ya kuona vile vile kwamba babake na watu wake walimkanusha na walimwambia kwamba ni mrongo, hatukufuati, wakamtisha wakamwambia tutakupiga mawe au tutakufukuza, Ibrahim akawaambia basi hamuna haja ya kufanya yote hayo, mimi ndiye nitakayewagura. Akawaambia wa a'tazilukum wama tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bidu'a'i rabbi shaqiya. Malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Na hawa vijana nao kadhalika walipofanya i'tizal, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa zawadi ya rahma, na akawapa zawadi ya kwamba mambo yao Allah azza wa jalla akayatengeneza kama vile wao walivyoomba kule nyuma. Waliomba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala awapa rahma na Allah awatengezee mambo yao. Ndipo hapa Allah azza wa jalla kadhalika anatuambia kwamba baada ya i'tizal ya kuwagura, ndipo wakaenda pangoni kujificha na kuwa mbali na yale mambo ambayo hawa watu wao wanayafanya, naye Allah jalla jalaluhu akawatengezea mambo yake, akawateremshia rahma. Kwa hivyo usiogope pale ambapo unapoona pahala pa ushirikina, pahala pabaya, mambo ambayo yanafanyika ya kumkasirisha Allah jalla jalaluhu, ya kumghadhibisha na kuleta mambo maafa makubwa katika dini yako na akida. Usiogope kuondoka hapo. Usije ukasema hapa ndipo mimi nilipozaliwa, hapa ndipo mimi nilipoishi, sina budi na mambo kama haya. Na kama huna budi kweli, basi angalau mawazo yako yasielekee sawa sawa na mawazo yao. Kuna watu wengine bado wanaishi na watu wa batil, akili zake na mawazo yake na maneno yake ni maneno yale yale ya watu wa batil, na msimamo huu Allah subhanahu wa ta'ala hayuko radhi nao. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Hada wa sallu wa sallimu ala man umirtum bi salati wa salami alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.